Uko vizuri? Alhamdulillah, uko vizuri. Sawa, yako mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea hivi sasa, lakini miongoni mwa kitu ambacho kimegusa hisia za wanamichezo wengi ni kuhusiana na namna ambavyo vijana ambao unawalea katika kipaji chao cha mpira wa miguu. Hapa namzungumzia Dickson Job pamoja na Abdulwahab Msheri baada ya kuangua kilio kufuatia kile ambacho kilitokea kwenye uwanja wa pale Gombani kwenye michuano ile ya Muungano. Mimi napenda kufahamu kwanza namna ambavyo umepokea hali ile, lakini pia ukiwa mlezi wao unazungumziaje kitendo kile? Mimi nawapongeza tu. Nawapongeza kwa kuwa bega kwa bega kwenye kila nyakati na kila mmoja kuwepo pale kwa ajili ya mwingine. Kwa maana ya kwamba mara nyingi sana Abdulwahab amekuwa ni sehemu ya kusherehekea mafanikio ya mwenzake. Dickson Job ambaye ameonekana kuwa amedhihirika kuwa ni chaguo la kwanza kwenye kikosi. Kwa hiyo mafanikio kadhaa ambayo amekuwa akiyapata kupitia timu, amekuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye yuko mstari wa mbele kusherehekea mafanikio ya mwenzake. Licha ya kwamba wote wako timu moja, kwa maana kwamba naye pia mafanikio yao yanamhusu, lakini anafurahi zaidi kwa sababu mmoja kati ya watu wale ambao wako mstari wa mbele kwenye kuleta mafanikio ni rafiki yake au ndugu yake wa karibu kabisa. Kwa hiyo nilikuwa emotional pia kwa sababu Dickson alionyesha kuguswa na yale ambayo alikuwa amemkuta mwenzie kwenye tukio la jana. Kwa hiyo na nimeona watu wengi wakitafsiri katika namna ambayo kila mmoja anaipokea. Na mimi pia nilikuwa emotional na lile tukio. Kwa maana kwamba na wewe pia ulimwaga chozi? Hapana, sikufikia kwenye kiwango cha kulia, lakini niliguswa tu na kile ambacho kilikuwa kimeendelea na kutokea, kwa sababu sisi sote kwa pamoja tuko katika nafasi ya kujaribu kumsukuma na kummotivate zaidi Abdulwahab naye afanye vizuri zaidi, la pia arejee katika ubora ambao kila mmoja anaufahamu kwa sisi ambao tunamjua, afanye vizuri zaidi ya kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo katika nyakati ambazo pia nafasi imekuwa ni ngumu pia kupatikana, sasa jana ilikuwa ni siku ambayo akapata nafasi, alafu unfortunately anakuwa ni victim wa kosa ambalo limezaa goli. Kwa hiyo single-handedly ni kosa ambalo unaweza ukamnyoshea kidole kwa sababu limetokea kwake. Kwa hiyo tulitamani kifanyike kitu ambacho kingeweza kumtoa katika ule wakati wake wa giza. Kwetu sisi tunaona ni wakati wake wa giza kwa sababu tulitaraji afanye vizuri zaidi ili aweze kupush nafasi yake kwenye kikosi, lakini limetokea kosa ndani ya mchezo. Kwa hiyo tulitamani afanye vizuri arekebishe kile ambacho kimetokea ndani ya mchezo. Kwa mafikirio mengi yalikuwa ni nini kinakuja baada ya mchezo kama vitu havitokwenda sawa. Kwa hiyo hapo ndo mafikirio mengi yalikuwepo kwa sisi ambao ni watu wake wa karibu, na nadhani hata yeye mwenyewe pia alikuwa linamgusa hilo. Kwa hiyo kutoka kwenye kukosea na kukaribia kuigharimu timu mpaka kuwa kwenye sehemu ya kuisaidia timu kufuzu, ndio kitu ambacho kilikuwa kiko emotional attached hapo. Pengine watu wanajaribu pia kuwaza pengine kuna mapito mengine ambayo yamejumuishwa pale kiasi cha wao kuyakumbuka, pengine Watanzania wengi hawayafahamu ambayo wao wanayafahamu, na imepelekea hisia kubwa kiasi cha wao wawili kumwaga machozi. Nadhani watu wengi ambacho wakifahamu wanaweza kujua kama wale ni marafiki wa karibu. Lakini sidhani kama ni urafiki tu tunauzungumzia. Hawa ni watu ambao wanajuana tangu wakiwa na umri wa miaka 12. Kwa hiyo wametoka kuwa wavulana mpaka kuwa wanaume wakiwa wanajuana. Kuanzia utoto wao uvulana mpaka kufikia kwenye stage ya kuwa wanaume ambao wana familia zao na wako katika kazi zao. Kwa ni watu ambao wanasukumana bega kwa bega na wanatamani kila mmoja awe katika sehemu ya mafanikio na kila mmoja afanikiwe katika namna yake. Kwa hiyo kilichotokea pale ni emotional support au emotional attachment kati ya wale wawili, watu ambao wanajuana kuanzia wakiwa na miaka 12 huko nyuma. Kwa hiyo nadhani hicho ndio kitu cha zaidi. Mbona hakulia mtu mwingine yoyote? Kwa nini wao ndo wale? Kwa hiyo ni kwa sababu wanajuana zaidi, na make no mistake, wale ni watu ambao hata club ikisafiri ni watu ambao wanakaa chumba kimoja mara nyingi. Kwa hiyo who knows nini waga wanazungumza wakiwa wawili chumbani.
vile ambavyo wanajaribu kupeana faraja na kusapotiana. Kama mara kadhaa anaweza anakaa na mwambia mwenzie kwamba unahitaji kufanya vizuri katika hiki na hiki, anamjenga mwenzie kuelekea katika michezo mingine ambayo anakuwa mwakilishi wa club. Sasa katika nyakati kama hizo nazo naamini kwamba hata Dickson naye huwa anakaa kumwambia mwenzie kwamba natamani siku moja na upate nafasi uwe sehemu ya kikosi cha kwanza cha kuleta mafanikio na vitu vingine kama hivyo. Kwa kila mmoja kati yao ni shabiki mkubwa wa mwenzake na kila mmoja anatamani mwenzake awe sehemu ya mafanikio. Hicho ndio kitu ambacho naweza nikawaambia watu ambao wafahamu. Pengine pia ukiwa mlezi wao baada ya tukio lile ulizungumza nini moja kwa moja na Abtwalib Msheri? Well, hatukupata wasaa kuzungumza sana, lakini tuliwasiliana tu kwa njia ya message. Nilimtumia message fupi nadhani ambayo alienda kuikuta baada ya mechi tukutamatika, kwa sababu niliituma kabla wao hawajatoka pale. Kwa nilimpongeza tu na nilimwambia namna gani ambavyo na mimi nilikuwa niko na emotions zangu kwenye ile tukio. Nilimpongeza kwa kile ambacho amekifanya kwenye penalties. Japokuwa nilimwambia kwamba kilichopelekea pale ni kosa lake, lakini kwenye ukuaji wa mpira wa miguu hata watu wanachokiangalia sio kosa, namna gani una act baada ya kuwa umekosea. Ndio kitu ambacho kinatizamwa zaidi. Maturity inajengwa katika namna hiyo. Kwa hiyo of course alikosea, lakini namna ali act baada ya makosa, kuwa mtulivu zaidi, kuhakikisha anafanya vile ambavyo inapaswa kufanyika na eventually kuja kuwa shujaa katika hatua hiyo. Kwa mwingine anaweza downlook ushujaa aliofanya kwenye penalties simply kwa sababu aliconcede goal ambalo lilifanya Zimamoto kuwa katika mchezo kwa maana kusawazisha goal. Lakini kwa mimi ambaye najaribu kuangalia on the positive side, nilipongeza kwa kile ambacho amekifanya kwenye hatua penalties. Nadhani Watanzania watakuwa wameridhika kwa majibu haya. Tukipata wasaa tutazungumza mengi zaidi kuhusiana na vijana hawa ambao wanaendelea kulisakata kabumbu. Nikushukuru sana George Job. Inshallah. Asante sana baba.